Ili usipitwe matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Sione mmevamiwa mkasema nini, watu ambao wanawapenda kwanza na wanahitaji mtufikie malengo yenu na pia kutangaza mkoa wetu kupitia soka la wanawake mkoa wa Kigoma. Kwanza tuwapongeze. Nyie ni mali kuelekea siku ya wanawake duniani, wameona tuje tubadilishane mawazo, tujue changamoto zenu, tujue midani yenu ili tuweze kufika malengo tunayohitaji. Katika grupu moja la Kigoma yetu mpya ambao tuna viongozi hapa machache ambao walotuletea hapa, naomba niwasilishe kwa machache kwa sababu naona katibu wangu ameingia hapa apate muda wa kuzungumza na nini. Karibu. Kwa nichukue nafasi hii kwanza kuwakaribisha sana. Nawakaribisheni sana. Hii ni ofisi ya chama cha mpira wa miguu mkoa wa Kigoma. Kwa kifupi ukiangalia logo yetu hapo imeandikwa KFA, yani Kigoma Football Association. Na alitoka kuzungumza hapa ni katibu wangu msaidizi. Hii inaonyesha namna gani chama cha mpira kinaangalia jinsia zote mbili, kwa sababu tunaamini kina mama wakipata fursa wanaweza pia. Yeah. Tunaomba na tambaji. Lakini nimshukuru sana katibu wa mkoa wa Chama cha Mapinduzi. Nimshukuru sana katibu mwenezi, nimshukuru sana katibu wa mbunge jimbo la Kigoma Kusini, katibu wa mbunge jimbo la Kigoma Kaskazini na katibu wa mbunge jimbo la Kigoma Mjini na ujumbe wote kwa ujumla ambao wameambatana na katibu wa mkoa. Hii ina zaidi ya miaka 6 sasa ikiwa inashiriki mashindano haya ya ligi kuu ya wanawake. Tumekuwa tukishiriki kwa mafanikio makubwa kwenye kipindi cha miaka 4. Lakini miaka 2 kidogo hali yetu haikuwa nzuri sana kutokana na sisi wenyewe kutokuwa vizuri kwenye position ya uchumi. Soka la Kigoma ni soka ambalo ukilianza basi unalibeba mwenyewe. Kwa hiyo tulilibeba, tukaona kama vile tunakwenda kuhemewa. Lakini ofisi ya Chama cha Mapinduzi miaka 2 iliyopita alipokuwepo katibu wa mkoa Mama Kapambala, alikuwa miongoni mwa stakeholders wazuri sana wa timu ya Kigoma Sisters. Lakini nashukuru baada ya Mama Kapambala kuondoka amekuja Comrade Kajoro. Namshukuru sana, naye naona anapita kwenye njia zile alizokuwa anapita Mama Kapambala. Hii ni kuonesha namna gani katibu anavyotekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kuhusiana habari ya michezo. Na kwa upande wa katibu hata nikiangalia humu ndani kwenye pichi kama mkoa tumepata finali ya kombe la Azam Sport Federation Cup, kwa finali inachezwa hapa. Tuko kwenye utaratibu, tumeondoa pichi yote ya zamani na sasa hivi tunapanda mbegu. Ni juhudi za katibu wa mkoa kwa sababu tulikuwa tunaelekea kufeli. Lakini alitumia nafasi yake, akatumia uzalendo wake kuwapigia simu wahusika na walirespondi vizuri. Kweli tumeona mafanikio. Kwa ni jambo la kumshukuru sana kwa namna ambavyo anavyojitoa, achili mbali habari ya siasa, lakini wakati mwingine anakuja kwenye mambo ya kijamii kama hivi haya. Lakini pia tunaye mbunge wa viti maalum kundi la vijana, dada yangu Silvia, naye anaonesha passion ya kutusaidia. Juzi alikaa na mabinti, kuna mambo aliyafanya, tunamshukuru sana. Lakini pia hata mbunge wa jimbo la Kigoma Mjini sawa, na yeye pia vile haiko mbali. Tena yeye kasi yake ni kubwa sana kwenye klabu hii. Alikutana na vijana wetu juzi hapa, alipatia msaada wa shilingi 100, na hapo awali nilikuwa nimeshazungumza naye, lakini tulikuwa na kikao cha baraza la madiwani pale Red Cross. Aliniita mimi na akanipa majukumu nitafute pesa ambazo zile pesa zitakuja kufanya mambo mawili. Zitakuja kufanya utaratibu wa uwanja, lakini pia kuisaidia Kigoma Sisters, kwa sababu aliniambia katibu, naona kama vile umekuwa, yani nikikuona naona kama kero, yani wewe baada ya salamu ni Kigoma Sisters.
Kwa hiyo nilikwenda pale, niliandika barua kwa mkurugenzi, nikawa nimeomba wastani wa shilingi milioni 4. Tena mbunge alielekeza zitolewe kwenye pesa za mfuko wa mbunge. Lakini juzi mwenyekiti wa kamati ya mfuko wa mbunge na mchumi wametupitishia jumla shilingi milioni 2.5. Na leo kwenye kikao chetu nilimuuliza mchumi, akasema kesho ataziandikia dodoso, kwa maana tunaamini mpaka Ijumaa zile pesa tutakuwa nazo. Kwa tutaangalia fungu lipi lije kwenye uwanja na fungu lipi lije kuisaidia timu yetu ya Kigoma Sisters. Lakini Mheshimiwa Katibu, hii ni timu ya mpira, na ni timu ya mpira ambayo inajumuisha watoto wa kike. Mabinti wa kike wanazo changamoto zao nyingi sana, ambazo zingine sio sawa sawa kuweza kuzieleza. Imekuwa ni udhuru ambao Mwenyezi Mungu alitengeneza. Haiwezekani watoto kama hawa wapo zaidi ya 22, udhuru ule ukawa hautokei kwa kila siku. Kwa hiyo ni watoto ambao wanahitaji sana tuwe nao karibu kwa namna moja au nyingine. Lakini ukiangalia timu hii hapa, watoto wanacheza mpira kwa kujitolea, hawana mishahara wanayopata, hawana posho za wiki. Yaani wanachopata hapa labda ni chakula tu. Na sometimes chakula chenyewe kinakuwa kiji kwa wakati. Kwa hiyo nawashukuru sana, kwa sababu hata kama chakula kimechelewa huwezi kulisikia nje kama chakula kimechelewa. Wanalipokea na wanaishi kwa matumaini kwamba viongozi wanaweza kufanya mambo, na kweli tunapopita kwa wadau tunafanikiwa, na sisi haraka tunakimbia kuja kuwaona. Kwa hiyo Mheshimiwa Katibu, na ujumbe wako kupitia siku hii ya mwanamke isiwe mwisho kuja kuitembelea timu ya Kigoma Sisters. Tunaomba siku hii ya leo na shughuli hii ifungue milango. Tunaamini Katibu unaweza. Tunaamini Katibu unaweza, kwa sababu pote ulipopita ulifanya mambo makubwa zaidi ya haya ambayo leo unaanza kuyafanya. Kuombe kwamba timu hii changamoto ambazo zinazokuwa zikiwakabili sana, achilia mbali habari ya chakula. Kwanza, shida ya kwanza ni usafiri. Kwa mfano ukiangalia hapa, baada ya wiki 2 timu inatakiwa kuondoka hapa. Inatakiwa itoke hapa iende Dar es Salaam, kuna michezo 2 pale. Tutakwenda kucheza na Mlandizi, tunacheza na JKT. Baada ya hapo tunarudi Tabora kuja kucheza na wale ES Nyanyembe. Baada ya hapo tena tunarudi Dar es Salaam tena kucheza mechi 2, big mechi zile za Simba na Yanga. Sasa ukiangalia hapa usafiri unatucost almost karibia 10 million ambao lazima tuwe nayo. Ambapo ukiangalia tuna utamaduni, kwa sababu hatuna posho ya kuwapa ya mwezi aidha ya wiki. Huwa tunafanya kile wanapokuwa safarini, kwa kila siku kila mchezaji anapata wastani wa shilingi 10,000 ya chakula. Alafu na sisi tunakuwa tunagawanya. Kwa hiyo tukiamini ile shilingi 10,000 kwa mcheza mpira ni hela ndogo sana. Lakini tunaona at least tuwape shilingi 10,000. Sasa unaangalia wakati mwingine mama anampigia simu nyumbani, mtoto hana cha kumpa. Kwa badala kula ile shilingi 10,000 ili aweze kuentertain afya yake, ana bageni anakula shilingi 5,000 ili shilingi 5,000 iweze kubaki. Kimsingi maisha yao sio mazuri sana. Kwa hiyo niombe Katibu kupitia nafasi hii pia vile unaweza ukashiriki kuongea na wadau mbalimbali ili kuweza kuisaidia klabu hii. Ukiangalia tumebakiza mechi chache sana. Na sisi malengo yetu, timu hii ilikuwa imekaa katika position mbaya sana kushuka daraja. Tulisajili foreigners players wetu kutoka Burundi, lakini Covid ilichangia sana wao kutokuwahi kufika. Na baada ya kuwa Covid imepungua, wale wamekuja. Na sasa hivi ndio wanaona timu yetu performance yake inaanza kuonekana kwamba wale wamekuja wameunganisha na hawa waliokuepo, tumekuwa na timu imara. Lakini focus yetu ni kwamba mwakani sasa tuingie katika ushindani. Na sisi dua zetu na sala zetu tunamuomba Rais wa Jamhuri ya Muungano katika mabadiliko atakayoyafanya ya makatibu, kwa kweli asikuguse, akuache huko sawa huko, mwache aende. Atatupa business card yake, kwa tukifika pale Lumumba hatutagonga hodi. Kiukweli Katibu, tunaomba kabisa upokee maombi yetu haya kwamba timu hii hali yake sio nzuri sana, lakini ujio wako na ujio wenu utaongeza courage kwa watoto. Kwa sababu kote tunapita, lakini Chama cha Mapinduzi ndio baba lao. Lakini mtu anawasumbua sana ni mimi hapa. Kwa Katibu, mimi niwashukuruni sana. Niwashukuruni sana. Niwashukuruni sana, lakini niwaombeni kwamba Mheshimiwa Katibu
safari hii siishi hapa, ili jambo uwe mwendelezo kwa afya ya watoto. Karibuni sana. Na ndugu timu ya Kigoma Sisters, tulimaliza utambulisho, lakini kulikuwa umebaki utambulisho mmoja ambaye ningekuomba mama yangu usimame ujitambulishe, wewe ni nani, wadau wafahamu. Habari za jioni. Michezo marafojamu katibu wangu. Mimi kwa jina naitwa Atika Mahmudu Gazai, ndio katibu wa chama cha mpira akina mama vijana wangu. Ninaishi nao, nilipata uongozi mwaka jana, mwisho tuko kwenye kampeni, lakini nilikuwa nikiendelea nao kufanya nao kazi. Tulikuwa na hali ngumu sana. Kama ilivyozungumza katibu wangu wa TFF, tulikuwa na hali ngumu sana, tulikuwa na maisha magumu, lakini vijana wangu wanasiri hawakuweza kusema kwamba tumelala njaa, tumeshinda bila kula. Tukipata tunaleta, tukikosa tunakuamua sisi wenyewe, tunakuja tunasupport team. Taarifa zilikuwa na mbalimbali, mwambia katibu wangu mmoja na Itembe kama tumwandikie barua katibu mbunge Kigoma vijijini, mbunge Kigoma vijijini, mbunge Kigoma kusini, wabunge wote waliotuzunguka na wanawake, ili waweze kutupiga support tuweze kuendelea. Lakini tunapokwenda si kucheza nje na Kigoma, si katibu tunaonaga aibu. Wenzetu wanakuja na gari nzuri, wamekaa vizuri, lakini wasichana tunaenda na gari gani? Tunatembea kwa miguu. Lakini tunajipiga tunapata Costa yenyewe ukiona wakiingia kwa wengine mavazi nguo zinaenda nazo. Kwa mimi nakuomba katibu, sasa mimi nakujua. Nakufahamu. Mimi namfahamu katibu. Namfahamu kazi zake. Kazi zake alitushika sisi. Akishika sisters na wadau wetu. Najua tutasonga mbele. Hii timu huko tunakutajia kwenda kucheza, tutawafunga tu. Maki vijana wangu waliokuja na waliokuwepo wako vizuri kwenye mpira. Siku mbili za wamecheza vizuri katibu. Mimi mwenyewe nilikuwa naumwa, kuna kipindi nimeenda Mwanza, nikawa napata pressure kama jamii msidi uwanjani. Hali yetu kwamba sio nzuri. Tutashinda, tunaambia kwa sisi tutashinda. Kweli siku yetu tumeenda, sio haba tu draw, lakini kulikuwa ni kurudi tumekosa kabisa. Naona katiba angetupiga. Angesema kwa nini mnatembea kila mkienda mnafungwa? Kwa hiyo mlitoka kama Yanga. Tunataka kusema hivyo. Hapo nimefikia ndio watu wananiuliza. Kwa mimi niseme barua Itembe aliandika katibu wa mbunge wa Kigoma mjini, kwa nikifika mara kwa mara kwa kaambia vipi barua yangu vipi? Katibu wangu Kigoma vijijini namwambia bwana kuna barua yangu hasa umeshafikishia. Kwa naona wenyewe wako hapa, yule wa Kigoma vijijini na Kigoma kusini, kama hawajapata barua, watu waambie sisi tutape karatasi tupeleke. Ni yetu sisi tucheze mpira, watoto wetu wacheze mpira. Ili kesho kajoro kimeta mtoto wenu Kigoma Sisters, si wapo vyuma viko Simba, Yanga wametoka Sisters. Kwa Miriam alikuwa anafanya kazi ya tunasaidizana. Ila si hivyo tu, mimi ni katibu msaidizi. Katibu wangu nyie kama chama cha mpira wa wanawake na mkakati gani kuna vipaji vya mpira wa kike na pia kuingia kwenye timu ya Kigoma Sisters? Karibu. nitasema nimekaza mimi nazidi nyewe. Najua. Ila kuna ila mjamzito. Kwamba tunatakiwa kuweka vikao na viongozi wangu, sababu mwenyekiti wangu mimi tangu tumechaguliwa kiukweli sijamuona. Yule ameolewa na Magufuli, kwa hiyo alikuwa anafanya kazi Uvinza. Taarifa zilizopo ameolewa yule. Si niko sawa? Kwa akihama Uvinza kahamia Dodoma, sina maana ameenda kule. Kwa hiyo huko sinabidi kazi nasimama. Kwa hiyo tukao tumeshapanga kutana na wajumbe wangu ili tuweze kukaa tutafute timu ya wanawake ambao tutapata mashuleni ili tuweze kuendeleza michezo. Lakini siku moja tumekaa kwenye kikao ikaonekana kusini kuna wanawake wao wanacheza mpira. Kwa hiyo twende tukawaone ili tuweze kushirikiana nao tupate wachezaji bora mle tuweze kuweka huko. Tunawapataje? Ni hao kwenda kufanya nao mazoezi ili tuwajue kwamba hao tunaweza tukawachukua wakatusukuma au zikawa timu za mkoa wa Kigoma. Lakini kwa sababu tu viongozi wangu wawili wote wana majukumu ambayo yamewabana. Kwa kazi zote huwa nazibeba mimi na mimi nabeba na hemewa namtupia Gindi. Sasa tunafanyaje? Ngine sasa subiri. Kwa hiyo tumesubiria, lakini najua tuko kwenye mikakati tutapata kazi ambayo tunataka kuifanya.
Sasa ningeomba nitoe nafasi kwa wageni wetu ili katibu tuweze kuwasikiliza na wao kwa machache walotuletea. Karibuni. Bado sijasikia sauti za matumaini kutoka kwa Kigoma Sisters. Michezo. Asante sana. Ndugu katibu wa CCM mkoa, ndugu katibu wa KFA, katibu msaidizi wa KFA, lakini tunaye katibu msaidizi wa chama cha soka cha wanawake mkoa wa Kigoma, Kigoma Sisters na wadau mlioambatana katika msafara huu. Asalamu alaykum. Awali ya yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana jioni hii ya leo. Kama ambavyo katibu msaidizi wakati anatufungulia kikao alisema, sisi mnaotuona hapa ni umoja wa kundi la kijamii ambalo tumejumuika au tumejumuishwa kupitia kundi la WhatsApp maarufu linaitwa Kigoma Yetu Mpya. Hawa mnaowaona ni baadhi tu wachache ambao wamepata nafasi ya kuja kuwatembelea, lakini tunao wengi sana ambapo wapo nyuma yetu na wametupa baraka zao tuje kuwawakilisha hapa. Niseme tu kwamba kabla sijaendelea na mengineyo, nimefurahi na nimeshukuru kwa sababu katika msafara wetu tumeambatana na mtu mmoja mkubwa ambaye wakati katibu akitoa speech yake ameelekeza hoja zake kwa huyo mtu ambaye tuliambatana naye, na ndio raha ya kutembea na watu wazito. Na mimi japo tumekuja kama umoja wa kundi la kijamii, kupitia kikao hiki kuna ambayo na mimi itabidi nimsukumizie yeye kwa sababu yeye ndio mkubwa. Namna gani hili kundi lililowatembelea leo tunao ushiriki kama mkoa na sio sehemu ndogo tu ya jimbo la Kigoma mjini. Kwa hiyo mtambue kwamba ujio huu ni kama wawakilishi wa mkoa ambao wameguswa na wamefika hapa kwa ajili ya kuja kuwasalimieni. Michezo. Kwa kutambua umuhimu wa siku ya leo, siku ya wanawake duniani, ambayo huwa inaadhimishwa kila tarehe 8 ya mwezi wa 3, tuliona sisi kama Kigoma Yetu Mpya tufanye ziara ya kuja kuzungumza nanyi, kwa kuwa nyie ni malkia wa nguvu na ni wanawake ambao siku ya leo imeadhimishwa kwa sababu yenu. Tukaona tuje, tunatambua mapambano mlionayo kuwakilisha mkoa wetu wa Kigoma kama wanawake. Tunafahamu ni jinsi gani kwa miaka kadhaa mkoa wetu umekosa wawakilishi wa ligi kuu kutokea kundi la wanaume, lakini ni nyie wanawake ambao mmetutoa kimasomaso, mmesimama, mmepambana licha ya magumu ambayo mnapitia, lakini mmeweza kudumu katika kuwakilisha mkoa katika ligi kuu. Naomba niwapongeze sana. Ndio maana nathubutu
kuwaita nyie ni wanawake wa nguvu, kwa sababu nyie katika medani ya soka hasa ya mkoa wetu, nyie ndio mmebeba mkoa wa Kigoma. Hongereni sana sana sana. Sisi kama Kigoma yetu mpya tuliguswa na tunafuatilia michezo. Tunajua kwa miaka kadhaa timu yetu ya Kigoma Sisters ilikuwa inafanya vizuri. Nikifuatilia msimamo wa ligi ya mwaka jana, kuna kipindi mpaka tulikuwa nafasi ya pili ya tatu, tunapumuliana na Simba. Lakini drastically tumeshangaa, tumeshuka ghafla, tumekuwa watatu wanne kutoka chini, kitu ambacho kimetufikirisha sana. Na sisi kama vijana wenzenu, kama wanakundi la jamii, tukaumiza kichwa, tatizo ni nini? Mijadala yote tuliendesha kwa njia ya group, kuchukua mawazo tofauti tofauti kutoka kwa wadau wanaoshiriki katika magrupu. Tukatuma jopo la wawakilishi lije likae na viongozi wenu. Tunashukuru kazi nzuri iliyofanywa na Mr. Rafael Lukindo na dada Beatrice Ngonyani, ambao walikuja wakakaa na viongozi wenu. Walikaa na kiongozi wa KFA, wakakaa na kiongozi wa wanawake timu yenu ambao ndio Kigoma Sisters, wakaanza kujadili issues. Moja ya sababu kubwa ambayo imepelekea kushuka kwa kiwango na hata kupelekea wakati mwingine matokeo hafifu, tukagundua ni ukosefu wa huduma. Kwa sababu ili mchezaji, kama nilivyotangulia kuwaambia, na mimi nimecheza mpira, ile mliokuwa mnasikia FC Kongo au Reli FC, nimecheza. Uwanja wangu ulikuwa Lake Tanganyika. Kwa hiyo huduma zote stahiki anazotakiwa kuzipata mchezaji nazijua. Mchezaji asipopata huduma muhimu, hata iwe vipi, haiwezi kupata matokeo mazuri. Mchezaji asipopata huduma nzuri ya chakula, mchezaji asipopata vitendea kazi vizuri vya mazoezi na mechi, mchezaji asipopata muda mzuri wa mazoezi, lakini mchezaji akikosa psychosocial support, hawezi kuperform vizuri na hawezi kupata matokeo. Kwa hiyo yote tumeiona imejitokeza kwa timu yetu ya Kigoma Sisters, na ndiyo imesababisha kupelekea matokeo mabovu. Sisi kama kundi tulisema tunahitaji kuwa mfano wa makundi mengine. Kundi letu la Kigoma yetu mpya isiwe kundi la kukutana tu na kumaliza bando kwa kuchati, kwa kupiga porojo. Iwe ni kundi ambalo tutakutana, tutajadiliana issues, lakini tuonyeshe impact yetu katika jamii. Na ndio maana tulifikiria namna gani sasa sisi kama vijana tunaweza tukasaidia kitu kwa timu ya Kigoma Sisters. Tunajua jinsi gani mna struggle. Mngeamua kukaa nyumbani, mngeamua kufanya shughuli zingine, lakini kwa sababu soka ni passion yenu, mmeamua kuvumilia licha ya kwamba timu ina mazingira magumu. Tumefanya jitihada, ndugu mwenyekiti, nadhani ndugu katibu wa KFA, nadhani ili kukuonyesha vijana wako tunafanya nini, tulikuweka kondini kule. Ili uangalie jinsi gani vijana tunapambana. Kwa hiyo baada ile kamati kukaa na viongozi wenu, tuliona kwa haraka tunaweza kusupport kwa vitu baadhi ambavyo vitawasukuma kwa siku kadhaa wakati jitihada zinginezo zikifanyika. Na hiyo tuko tunaifanyia kazi, na muda sio mrefu nadhani tutawatembelea tena kwa ajili
ya kuonyesha support yetu kwetu. Kwa hiyo tunaguswa na namna au kipindi ambacho hiki mnakipitia. Tuwatie moyo kwamba hamko peke yenu. Hamko peke yenu. Kuna kundi kubwa nyuma yenu ambalo linaumiza kichwa sasa hivi namna gani ambavyo tunaweza kurevamp, kuinua Kigoma Sisters. Tunafahamu jitihada zinazofanywa na wabunge, zinazofanywa na baadhi ya viongozi wa serikali katika kuhakikisha Kigoma Sisters matokeo tunazifahamu, lakini sisi kama vijana na sisi tumeamua kuliingilia kati swala hili, tuonyeshe mchango wetu kama vijana. Baada ya sisi ni commitment ambayo tumepeana kwamba tutahakikisha tunafikia kila eneo husika kwa michango na mengineyo, hamasa ya hata kuja kushangilia, kwa sababu katika mpira wa miguu mshangiliaji ana nafasi kubwa sana katika timu. Tunafahamu mimi ni mshabiki wa Liverpool lakini tangu Anfield kukosa washabiki nadhani imetuathiri kwa kiasi kikubwa, na haya matokeo kuchechemea tumeanza kuwashuhudia. Kwa hiyo nafahamu. Kwa hiyo sisi kama vijana tutaendelea kuhamasishana kuhakikisha kwamba kwenye mechi tunatokea kwa wingi, na hata ikiwezekana wengine tutatoa pesa zetu, ije hata ngoma ya mdundiko yamshamshe. Kwa hiyo itoshe kusema kwamba tunaguswa na pongezi za dhati tuzielekeze kwa katibu msaidizi wa chama cha soka cha wanawake. Makocha wanafanya kazi katika mazingira magumu sana, ni ile tu hiari ya moyo. Kocha wenu mimi nimecheza naye mpira, Mahmud Bwaga, nimecheza naye mpira, tunafahamiana vizuri na yeye, kwa sababu ni mtu wa mpira ndio maana ameamua kutembea na timu, haijalishi anapata nini, lakini ameendelea kuvumilia kwenye mvua, kwenye jua, yeye yupo na nyie. Kwa hiyo na yeye tunampongeza sana na tunamuomba aendelee kushikamana na nyie. Ujuzi alionao aendelee kuutoa kwenu, kwa sababu hata mzee wake kocha Bwaga wakati huo akitukocha alikuwa hapati chochote. Kwa hiyo kwa kuwa anarithi mikoba ya mzee, tuendelee kumuomba awe na moyo huo. Kwanza tutoe salamu za shukrani kwa ofisi za wabunge ambazo zimekuwa zinaguswa na kuchangia kama alivyosema kwenye hotuba. Mbunge juzi ametoka kuchangia milioni 2.5 basi hizo ni tunashukuru kwa niaba ya Kigoma yetu mpya, kwa sababu na yeye yupo sehemu ya Kigoma yetu, lakini pia vile vile asiendelee kutuchoka. Wadau walioambatana na mimi, wadau wa Kigoma yetu mpya, lakini tuwashukuru wale ambao hawakuweza kufika kwa sababu michango yao bado tunaendelea kuipokea. Lengo ni lile tulilosema kwamba ni la kuhakikisha Kigoma Sisters inajikwamua kutokana na matatizo ambayo yanawakabili. Niwashukuru sana Kigoma Sisters, niwatie moyo, mvae moyo wa ujasiri, muvae moyo wa kushindana. Ninaamini mechi zilizobakia hapa nyumbani, ninaamini hatoki mtu. Ombi letu kubwa moja, tunaomba mtuheshimishe.
Kwa nini nasema mtuheshimishe? Kwamba tunauomba na tunauhitaji sana zawadi ya ushindi, ili na sisi itupe nguvu, itupe moyo wa kuendelea kupambana kuhakikisha matatizo madogo madogo yanatatuliwa. Sababu tutakuwa ni wachoo wa fadhila kama mnatupa ushindi alafu sisi tusiwarudishie fadhila. Tupeni ushindi, tuendelee kupambana kurudisha fadhila. Kwa hiyo machache niseme nashukuru sana, na mtutegemee siku si nyingi kuanzia leo mtatuona tena tukiwatembelea tukiwa na vitu ambavyo tutajaliwa kuvipata kwa ajili yenu. Michezo. Asante sana. Asante mwakilishi. Pia ndugu wadau, ningependa nimkumbushe katibu wa chama cha mpira wa wanawake kuwafahamisha kwamba alisahau kukwambia ile swali la wazawa. Tuna mzawa hapa, dada yetu, tunaomba tusalimie wakutambue. Ni mchezaji wa Kigoma Sisters, anatokea wilaya ya Kasulu. Tuseme hapa ni baba yetu, ni mlezi, aweze kutupa neno. Ni baba. Katibu, karibu. Jamani, habari za sasa? Mimi nishukuru tu kwamba lakini sikutaka kuongea kwa sababu tajiri yetu kaishaongea. Subiri mpaka ukaribishwe. Mimi niseme katibu kitu kimoja, nimeyapokea. Sawa. Kia na wadau wengine. Mwanzo huwa ni mgumu. Lakini na kuna vitu walikuwa wanaongea hapo Singso, nikawa najaribu kupata kichwani tukiwa na katibu kata. Wa Kigoma mjini, huyu ndio mwenye meya. Kwa hiyo niseme tuniwaahidi kwamba tukijaliwa inshallah tutajitahidi kufanya, na tutaendelea kujadiliana tuone namna gani tunalikimbiza. Unajua bahati nzuri ukiwa na wadau, tuseme ziko nyingi hapa mjini, nazo 3 nafikiri. Na tukachukua moja ikapeleka ikarudi. Mafuta sio shida, ndio maana nimesema maeneo ya jirani ni lita 40 kwenda na kurudi. Kitu ambacho kinawezekana kwa kweli. Tunataka mazoezi yawepo mengi. Mazoezi pamoja na mambo mengine tunaendelea nayo, lakini na uhakika timu yetu itaendelea. Cha kubwa zaidi ni kupambana kubaki ligi kuu. Ndio kubwa zaidi tunapambania, lakini na uhakika kwa uwezo wa Allah tutafanikiwa. Kubwa zaidi tuendelee kushirikishana tu. Shirikishana, lakini mimi kwa ujumla niwapongeze wenzangu tunasimu kwamba walianzisha hili wazo. Unajua mwanzo walipoanzisha wazo mimi nikasema, jamaa vipi hapa? Yaani nilikuwa ni wazo limeenda na sababu sikaji vipi. Lakini kadri lilivyokuwa linakwenda naona kumbe hata ukino anaweza akatoa sasa. Unajua katibu mkoa katibu mkoa kwenye uhalisia kwa sisi waliwaambia kutoa laki 2 milioni kitu cha kawaida. Kwa sana. Asante sana ndugu katibu wa Chama cha Mapinduzi mkoa. Pia ningeomba tupate busara za mneki mtarajiwa. Sasa kuna waneki wawili, lakini mneki mtarajiwa mwenye mwili wake. Karibu tupate. Karibu mwanafiki. Michezo. Mimi nataka niseme kidogo tu kwamba kwanza mimi niendelee kushukuru sana mwakilishi wetu wa Kigoma yetu mpya kwa hotuba nzuri aliyoitoa katika kikao hichi. Kwa kweli imeonyesha jinsi gani ambavyo watu wanaguswa nje ya utaratibu wa uongozi wa mpira. Lakini mimi niseme moja tu kwamba kwa niaba ya mbunge wa viti maalum la vijana ambaye ni juzi tu ofisi ya chama cha mpira mkoa wa Kigoma ilimwandikia barua ya kumuomba kuwa mlezi wa timu hii ya Kigoma Sisters, niseme tu kwamba maombi yao yamekubaliwa.
Sema kikubwa ambacho yeye anaomba ni ushirikiano. Ushirikiano utakuhakikisha kwamba timu hii basi inatoka hapa ilipo kuelekea hatua nyingine. Kwa hiyo hayo tunapenda niseme. Tunapenda Asante mwakilishi wa mbunge wa viti maalum wa kundi la vijana, na pia ningeomba nimpe nafasi mwakilishi wa ofisi ya mbunge Kigoma Kaskazini utupe neno, alafu tutarudi nyumbani. Karibu. Michezo. Unaona kama itifaki michezo cheza kidogo. Itifaki. Au vile tunasema itifaki. Hamna itifaki. Mwendo wa mabata. Hii binafsi nikishasema kuna utambulisho wangu. Lakini kiuhalisia kama kucheza mpira mimi hucheza vizuri. Mimi ndio maana kindi naona ana tikisa kichwa. Kwa mimi naujua mpira na tafsiri. Lakini hata gharama za kucheza mpira katika mazingira yote nazijua. Kwa mimi nimecheza mpira kwenye level hizo, nazijua wewe. Nimechezea Banga FC. Wakati ule na FC. Kwa na hizo matunda guest house. Lakini pia nimechezea Real Morocco, nimechezea Milan Tatu. Nimecheza mpira lakini pia kwa mazingira mpira niwahusie dada zangu kutokata tamaa, kuto kuangalia mafanikio ya mtu mwingine, yani ukawaza yani Simba wanapoishi kuishi wewe, lakini ile Simba iliyopatikana kwa wachezaji kutoka kwenu kwa aina kama nyie, kwa mazingira kama yenu, kwa timu ndogo kama nyie, ndio ikaunda Simba na timu zingine. Mafanikio yanakuja kwa gharama kubwa sana, kama vile mfumo wa maisha ya mwanadamu, na ndio mfumo wa michezo hivi, mfumo wa familia hivi. Kwa hiyo mimi ninachoomba, endeleeni kupigana. Lakini binafsi mimi kwa kupitia mbunge wangu mimi ni Starasa Makanika, tumeshakubaliana mpaka na kuja. Kuna legalege kulitokea, kuna kutoonekana kama tunashiriki mambo ya wengine, lakini tumekubaliana na kesho kuna kingine tutakupigia simu na Miriam mtakupigia na barua yenu hiyo. Kuna barua mbili kuja katibu wangu ameshakuja mara mbili simu. Kwa hiyo tunafahamu, lakini sasa tumekubaliana kushiriki kwa hali na mali kwa staili. Hakuna kukata tamaa katika kukushana ndugu zangu. Baada ya kusema nasema asante. Asante mwakilishi wa ofisi ya mbunge, na pia ningeomba nimkaribishe mwakilishi ofisi ya mbunge jimbo la Kigoma mjini. Karibu. Michezo. Mimi sianze kusema niliupiga mpira, maana yake sikucheza sana mpira. Nilishia shule ya msingi tu mpira wa msingi. Kama nilivyotambulisha mwanzo, naitwa Abdalla Mtonda, ni katibu ofisi ya mbunge wa Kigoma mjini. Mengi kiongozi alishayaongea, yaani wakati anapiga hapo nikasema kumbe jamaa anafaa kuwa kiongozi, kumbe yuko vizuri. Of course kila sehemu ameigusa ya kuwapa moyo, ya kuwapa hamasa. Na mbunge wangu wa Kigoma mjini, nafikiri mnatambua siku tulivyoenda kwenye sherehe pale Kawawa, siku ya Sigura Wezesha Foundation ilifanya tamasha lake, aliwasaidia pale na akaahidi pia ataingiza kwenye akaunti. Ndio yeye amezungumzia kiongozi hapa, katibu wa chama cha mpira cha mkoa wa Kigoma, kupitia mfuko wa jimbo ameweza kutoa hicho kiasi. Lakini pia niliambiwa leo pia nimfahamishe kuhusu kuchangia. Nilimfahamisha nje ya hiyo mfuko wa jimbo anaweza pia akachangia pia, kwa sababu hii shughuli ya kuratibu hii ya Kigoma yetu mpya inaenda, kuna tarehe wameipanga viongozi, nafikiri ni kama siku 5 mbele, anaweza akafanya kitu nje ya mfuko wa jimbo. Mimi naomba viongozi wenu wa chama cha mpira wa mkoa, viongozi wa chama cha wanawake, muendelee kushirikiana. Kama kuna kitu kingine kinachotokea katikati huko nje ya sisi wadau, mimi leo hii ni mdau japo ni mwakilishi. Na ndio maana mwanzo wakati tunafika hatujitambulisha kama kwa nafasi zetu. Kila mtu alikuwa mdau wa mpira. Sikutaka niseme ni katibu wa mbunge au nini. Lakini nje ya katibu wa mbunge mimi pia ni mwana Simba na ninapenda michezo. Kwa maana nje ya ofisi ya mbunge kuchangia yeye
mimi kama mimi pia nimechangia kwenye hili swala, kwa sababu nimeguswa kama mimi kama mdau wa michezo kuona timu hii. Mimi nimekuwa nikishiriki, siku nimecheza na Yanga nilikuja, siku nimecheza juzi pale na Fontaine nimekuja, niliona ule mchezo pale chuo cha hali ya hewa, lakini baadaye mkataka kupigana wale wadau wenu wale, lakini ndio michezo na ndio fulani. Kwa mimi nawaambia tuko pamoja huko mbele. Kwenye shida yoyote inayotokea, njooni ofisini mtuelezee. Kama tunaweza kutatua sisi kama wadau tutaitatua, au kupitia wabunge wetu tutawafikishia na wao wataifanyia kazi. Au machache Asante. Pia nitambue uwepo wa mratibu wa Wezesha Foundation, mwakilishi wa mbunge wa wanawake mkoa Beatrice Ngonyani, tunaomba tuwasilishie. Asante sana. Kwa jina naitwa Beatrice Ngonyani, ni mratibu wa Wezesha Foundation. Hizi Wezesha ziko mbili. Kuna hii ya mbunge wa vijana na kuna moja ya mbunge wa umoja wa wanawake. Mimi nipo kwenye ile mbunge wa umoja wa wanawake. Kimsingi niombe kuongea tu hili, ofisi ya Wezesha Foundation inashiriki na itashiriki kikamilifu sana kwenye suala la michezo, japo bado ndio tuko kwenye harakati. Na hata leo wakati namwasilishia mheshimiwa mbunge kuhusu suala la michango ya Kigoma Sisters, akaniambia haina shida, nitashiriki na nitachanga vile ninavyoweza, lakini na mimi natamani akija sasa nikaendelea kaa naye, nimsimulia katibu huko before, nilikaa naye nyuma, nilimuuliza nilikaa naye huko nyuma kipindi kilichopita tulizungumza kuhusu Kigoma Sisters. Alionyesha uhitaji wa kutaka kuisaidia, akaniambia na uwezo wa kusaidia sehemu fulani, lakini nitamani wangeletea 1, 2, 3. Tayari nimefikisha katibu wa mkoa wa chama cha mpira na akasema haina shida, tutakaa naye chini, tutakuja tutazungumza naye tuone naye anasaidia vipi. Lakini mtu ambaye ana bao, lakini tukaja tukadraw kwa wale wa Dodoma Fontaine. Lakini naamini pia mechi zijazo ambazo tutaenda nje tutaleta matokeo, na mechi za ndani najaribu sana kumwambia bwana Sinso, kila siku hizi mechi za ndani tunatoboa zote. Huyu kila siku ananiuliza, ambia tunatoboa, wallahi mimi nakwambia. Na wavutana wale magrupu hao wote majata, twendeni uwanjani tunashinda leo. Mwingine anakata tamaa sana, kila siku mnapiga, ambia hapana. Kikosi kimebadilika, morali ni kubwa, wachezaji wana uwezo, wachezaji wana nguvu, wana fighting, wana fitness, wana kila kitu. Walipopelea ni hapo. Ndio maana tukaingia kwenye mtanango wa pamoja kuisaidia klabu. Lakini Wezesha itasaidia pale inapoweza, na hili la leo bunge amelipokea, ameniambia atawasilisha pale anapoweza, ataingia kwenye listi ya kwa sababu mmekuja kutuona. Pia kuja kwenu, naamini support yenu imeanza kwetu, na naamini safari moja huanza safari nyingine. Naomba msituchoke, ndio kutembelea. Na pia nilikuwa naomba hata kwa mechi za away tunapoenda, sio lazima mpaka kiongozi atokee au aje. Hata ukitupigia simu sisi tunafanikiwa, kwa sababu tunajua mko pamoja na sisi. Kwenye kitu kingine tunaomba katika siku 2-3 ambazo mnasema mtakuja kutembelea, msisahau kwa sisi ni wachezaji, na kawaida mkulima akienda shambani lazima aende na jembe. Kwa uwezo wenu Mwenyezi Mungu awajalie. Hata mkija siku moja mmekuja na viatu vya 8, siku ya pili mkaja tena viatu vya 8, sisi kwetu ni faraja kubwa, morali itakuwa inazidi. Tunawatakia maandalizi mema, mnapenda kutafuta, Mwenyezi Mungu awazidishie. Na hata sisi pia tutakapoanza safari, mchango wenu pia tunaiomba kwa wingi izidi. Msije kutuchangia, tunaamini tunaenda kufanya vizuri. Sisi tuko kwenye ligi, wala tuko kwa ajili ya kushiriki, tuko kwa ajili ya kushindana. Na hatuangalii mtu yoyote aliyokuwa mbele yetu, awe Simba awe Yanga, sisi tutakufanana. Amen. Naomba na waahidi kwa ajili ya wachezaji wenzangu, tutashirikiana kwa pamoja. Tunaomba sana mchango wenu kwa wingi. Tunawatakia
nawatakia maandalizi mema mnakwenda kutafuta. Mwenyezi Mungu awazidishie. Na hata sisi pia tutakapoanza safari, michango yenu pia tunaiomba kwa wingi izidi. Msitoe kuchangia. Tunaamini tunaenda kufanya vizuri. Sisi tupo kwenye ligi, wala tupo kwa ajili ya kushiriki, tupo kwa ajili ya kushindana. Na hatuangalii mtu yoyote aliyokuwa mbele yetu, awe Simba awe Yanga, sisi tutakufa naye. Amen. Naomba na adili ya wachezaji wenzangu kushirikiana kwa pamoja. Tunaomba sana mchango wenu kwa wingi. Waswahili wanasema unayokata na ikuni ndio unaita na moto. Hiyo ndio njema. Mwenyezi Mungu atangulie kila mnapoenda kutafuta wakuse mzidishie. Asante sana mwakilishi. Nadhani katibu umeona wachezaji wetu. Anaongea kuliko mpemba. Niwashukuru na pia ni nafasi katibu wangu atoe neno la shukrani na kufunga kikao ili tuwatakie safari njema. Jamani, habari za mimi. Kiukweli nawashukuruni sana. Ninawashukuru wachezaji kwa utulivu na usikivu wao na maneno mazuri ambayo yamepitia kwa kapteni. Lakini niseme kwamba mimi hapa ndio nyumbani kwetu. Nimezaliwa hapa, ile kutoka kwenda maeneo kutafuta maisha, kutafuta elimu jambo lingine, lakini naishi hapa. Kwa miaka niseme takriban 15 au 20. Sasa sijui kama hii ni kasi ya Comrade Kajoro. Kigoma tulikuwa tujapata wabunge wenye morali na passion ya kusaidia kama kipindi hichi. Kama kipindi hichi. Kweli kabisa leo mwanzo. Na nimefarijika kwa maneno yote, lakini kubwa zaidi mimi kila siku nikikaa hapa nafikiri namna gani tunaweza tukawasaidia vijana. Sasa nanijia mawazo na nakuwa napata hofu. Nakuwa naandika barua kwenda huku. Sometimes naona hata uoga kwamba hii barua nikishaandika jina hapa Omar Gindi najulikana ndio gogo la Chadema afu naomba CCM. Nakuwa na hofu. Kana kabisa. Lakini majuzi nilikaa na meneja, nikamwambia Vene, nikamwambia ngoja nitumwandikie barua mbunge kwa sababu mbunge wa viti maalum kundi la vijana tunaishi naye hapa. Hii timu haina mlezi, hebu tumwandikie barua. Nikamwandikia barua, kaweka jina langu. Katika vitu ambavyo vimenifariji mara 100 ni pamoja na yeye kukubali ofa yetu ya kwamba awe mlezi wa klabu hii. Lakini kwa nini nimemsema Comrade Kajoro? Mimi naamini haya yote ni mambo ya Comrade Kajoro. Yaani kwamba sisi wana utamaduni mmoja au wana kauli mbiu yao moja wanasema kwamba kumalizika kwa uchaguzi ndio mwanzo wa uchaguzi. Yaani Kajoro mnabana kila jamii nyembo, kila jamii nyembo. Hili jambo binafsi mimi nimelipenda sana. Kwa hiyo vijana wangu niwaambie kwamba nilikuwa nazungumza na kiongozi hapa kwamba kwenye group lao au group letu na kamili mwana group. Mpaka Ijumaa kuna gift ambayo watakuja kuikabidhi kwetu. Na mimi niseme ile itakwenda moja kwa moja kwenu. Hatutaingiza si matumizi ya mchele wala nini, yote moja kwa moja itakuja kwenu. Kwa hiyo katibu na ujumbe wako niseme nawashukuruni sana. Tunawashukuruni sana. Hichi mchokifanya ni kikubwa sana. Yaani ni zaidi ya hela. Unajua mgonjwa yote anahitaji wasema je, unaona neno mkono. Malisi ya nitaka nikwambie tu kikupendeza kupokea kabisa. Ana sita yeye. Kwa hichi ni kikubwa zaidi ya pesa. Yaani kuja kwa kumtembelea mtu ni jambo kubwa sana. Kwa mimi niendelee kusema nawashukuruni sana. Karibuni sana, Mungu akipenda tutazidi kuonana. Haya ambayo katibu umezungumza kuyafanya, tunataka tukuombe kwamba kuna sehemu moja ambayo sisi tuliamini ni nzuri sana kwenda kufanya mazoezi. Lakini haikuwa mazoezi tu, lakini hata kiuchumi ingetusaidia sana, tungepunguza haya magepo ya viatu na mambo mengine. Sisi katika research tuliyofanya kuna kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu. Pale kuna timu ambazo zimekuwa zikituita na pale gate collection kubwa mnaanzia milioni 3 milioni 4 kwenye gate collection. Lakini shida ya kuingia pale kwenye camp ile ni ngumu sana. Lakini naamini ni ngumu kwetu. Na ni nyepesi sana kwa Comrade Kajoro. Naomba ili ulibebe, utufanyie mpango tukacheze friendly match moja kule. Naamini tukirudi hapa hizi shida ndogo ndogo tutakuwa tumejaribu kuzikamilisha kwa 75 mpaka 80.
Kwa hiyo nashukuru sana, karibuni tena, nimekamilisha kikao. Hapa sasa. Ili usipitwe matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutizama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante.